Okay, ni Biomedia kwa mara nyingine tena kunako screen ya simu yako. Kwa subscribe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Biomedia kwa ajili ya kuhakikisha basi unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa za kwetu pale ambako tunakuwa tumeziachilia hapa kwenye channel hii ya Biomedia. Kama kawaida mimi ni official Rose mpaka tamati. Bana, leo mama mchungaji mrembo Irene Uwoya amevunja ukimya akimjibu Haji Manara baada ya voice note zake za kashfa kuhusu jina lake. Bana, najua hii ni story mpya sana kwenye masikio ya kwako, lakini subscribe alafu nikusanue mambo yamekaaje kwa upande wa mama mchungaji. Hapa tuko tunamzungumzia Irene Uwoya na Haji Manara aka Bugatti. Mambo yamekaa vipi? Bana, mnamo tarehe 21 hivi msanii maarufu wa filamu nchini Tanzania Irene Uwoya, lakini pia mama mchungaji, amezungumza kwa mara ya kwanza kabisa kuhusu kashfa ya voice note ambazo zilivuja hivi karibuni zinazomhusisha Haji Manara, ambapo jina lake pia Irene Uwoya lilitajwa. Sasa katika mahojiano na vyombo vya habari, Uwoya alikanusha vikali madai ambayo yalikuwamo ndani ya sauti hizo, akisema kwamba hayana ukweli wowote na hayamhusu kabisa kwa namna yoyote ile, na alisisitiza Uwoya kuwa hana ukaribu wowote na Manara ambaye ni mchambuzi maarufu wa michezo, lakini pia ameongeza katika nafasi mbalimbali ikiwemo katika uongozi wa vilabu mbalimbali vya mpira ikiwepo Dar es Salaam African pamoja na Simba Sports Club. So iko nuku hapa ya Irene Uwoya, anasema mimi sina uhusiano wowote wa karibu na Manara kama inavyodaiwa kwenye hizo sauti, lakini hata hivyo huyo mtu mwingine ambaye aliyetajwa kuwa ni bosi sijawahi kuwa na mahusiano naye, hivyo sina cha kueleza kuhusu kitu ambacho hakipo kwenye maisha yangu. Haya ni maneno yake Irene Uwoya akizungumza, lakini kwa msisitizo wa hali ya juu. Lakini pia mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa channel ya Biomedia aliendelea kufafanua Uwoya na kusema kuwa anafahamu kuwa maisha ya umaarufu yana changamoto zake, lakini pia yana faida za kwake. Anasema na si jambo geni kwa jina lake kutumika kwenye skendo ambazo si za kweli, na alieleza kuwa amekuwa akizoea kukumbwa na taarifa za uongo ambazo zinalenga tu kumchafua na kumharibia jina lake au kumpotezea kabisa mwelekeo, lakini kitu ambacho amejifunza ni kuyachukulia kama sehemu ya maisha ya mtu maarufu. Anasema hizi ni changamoto za kawaida kwa watu maarufu na mara nyingi majina yetu hutumiwa vibaya mno kwenye mambo ambayo hata sisi wenyewe hatuhusiki nayo. Siwezi kuruhusu kitu kama hicho kiathiri maisha yangu au kazi yangu. Haya ni maneno yake Irene Uwoya, akiongezea ni kuhusiana na tuna zile voice note za Haji Manara ambazo zimevuja huko na jina la Irene Uwoya likitajwa vibaya. Na nikukumbushe tu kwamba Irene Uwoya hajaishia kuwa mtu maarufu kwenye filamu, lakini pia sasa hivi ni mtu ambaye ameokoka, anampenda Mungu na mambo kama hayo. So jina lake watu wanatamani kulitumia vibaya kwa ajili ya kuhakikisha wanamharibia kwa namna yoyote ile mama mchungaji wetu. Lakini Uwoya pia wataka mashabiki wake waendelee kuwa na imani juu yake, na amesisitiza kuwa ataendelea kuwa mkweli na kuishi maisha ya heshima bila kujihusisha na skendo zisizo na msingi wa aina yoyote. Alimalizia kwa kusema kwamba ana focus zaidi kwenye kazi zake za sanaa na miradi mbalimbali ya kijamii ambayo anaendelea kuisimamia na si vinginevyo. Sasa kuvuja kwa voice note hizo bwana kumekuwa gumzo sana kuna mitandao ya kijamii, huko watu mbalimbali wakijaribu kuchanganua yale yaliyomo ndani ya hizo voice note. Hata hivyo Uwoya ameweka wazi msimamo wake na kuonyesha kuwa hayupo tayari kuruhusu uzushi kuathiri maisha yake binafsi au ya kitaalamu, kama ambavyo wengine huwa jina lake ikatokea tu bahati mbaya limetumika vibaya kama ilivyo ni kawaida ya watu maarufu kuchafuliwa, basi ana panic, anaathirika kuna mna moja ama nyingine. Lakini imekuwa tofauti na kwa mwanadada Irene Uwoya pale ambako alifanyiwa interview na vyombo mbalimbali vya habari, akizungumza kwamba haijalishi zile ambazo skendo zinavuma kwa sasa anachojua si za kweli, lakini imetumika tu kama ambavyo watu maarufu huwa majina yao yanatumika vibaya. Sasa kauli yake imepokelewa kwa hisia tofauti sana na mashabiki mbalimbali, lakini wengi wakimpongeza kwa ujasiri wake na kutoa ufafanuzi hadharani. So mashabiki mbalimbali ambao wanampenda Irene Uwoya, wanamfuatilia, wamempongeza Irene kwa kuzungumza vizuri kabisa kwenye interview kwake na kutoa majibu ambayo yana ujasiri, yana ushujaa ndani yake mbele ya vyombo vya habari, na kutaka mashabiki zake waendelee kumwamini kwa sababu hawezi kutetereka kwa lolote lile ambalo linaendelea. Wewe ungeweza? Jina lake limechafuliwa, lakini bado
una matumaini na unajibu kwa ujasiri na hamna kitu ambacho kinakupanikisha. Kama ambavyo wengine wamekuwa kipaniki jina lake kutumika tu vibaya, basi na kuwa maharibu kila kitu. Lakini kwa upande wa Irene Uwoya mambo yamekuwa tofauti sana. Mashabiki mbalimbali wakiweza kumpongeza. Kwako ambaye taarifa hizi ni mpya, pengine ni shabiki wa Irene Uwoya ama si shabiki yake, lakini una lipi la kuzungumza? Una kipi cha kumwambia Irene Uwoya kulingana na hiki ambacho amekijibu kutokana na skendo chafu ambazo zinaendelea huko mitandaoni zikimhusisha yeye kulingana na voice note ambazo zilivuja? Una lipi la kumshauri, la kuzungumza naye? Uanja comment kwa ajili ya Irene Uwoya ni wako cheza na tuko tunasoma ujumbe wako next video kabisa. Hii ni Biomedia, tunakusanya habari mbalimbali, michezo, burudani, jamii, siasa na kila kitu unaweza kujipatia hapa. Endelea kusubscribe mtazamaji, itakuwa ina bamba ile kinoma nawa. Bana, mimi ni Official Rose D. Biomedia unatupata TikTok, Instagram pamoja na Facebook. Muhimu ni kuendelea kuhabarishana, kusanuana yale ambayo yamejiri na kukiki kunako mitandao mbalimbali ya kijamii. Usiache kutufuatilia, usiache kutusikiliza na kututazama mpaka tamati na kusubscribe pia.